Naitwa Dr. Christian Azaeli Kiwia, mzaliwa wa Kilimanjaro, mkulia wa Kilimanjaro na mkulia wa hapa nchini Tanzania na mtumishi katika Tanzania Assemblies of God. Namshukuru Mungu sana jinsi alivyonifanyia fadhili na wema. Akaniokoa nikiwa kijana wa sekondari. Nikiwa form 2 mwanzoni mwaka 66 67 nimempata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Labda ni vizuri nitangulie kwa kukueleza kwamba mimi sio mtoto wa mchungaji, wala sio mtoto wa mzee wa kanisa, wala sio mtoto wa mlokole. Kwa hiyo wokovu nimeupata kwa shida sana. Wazazi hawakujua wokovu. Na wakati wa kuokoka, nilipookoka nikiwa sekondari form 1 form 2, ilikuwa mtafaruku mkubwa. Huko kwetu Kilimanjaro lazima ujue mimi nimeokoka miaka hiyo kwenye kijiji changu na vijiji vyote vya jirani na kata nzima na tarafa. Unakuta umeokoka wewe mwenyewe. Umeokoka mtu mmoja tu, tena kama kifaranga cha kuku. Unaonekana kama ulipotea tu njia wewe kama kifaranga cha kuku kimesahau mahali pa kuingilia mlango wa kurudi kwenye banda la kuku. Kwa hiyo ilikuwa vita mbaya. Wazazi walifadhaika, walishtuka, walifikiri sijui imekuaje. Maana sasa naokoka niko kwenye shule za boarding. Kwa hiyo hawaelewi huko nimelishwa nini, nimeambiwa nini, nimetamkiwa nini. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna kijana rafiki yangu ambaye aliokoka, ambaye alienda kwenye shule tofauti. Na yule kijana alipookoka akanishuhudia, nikamkatalia kwamba hakuna kuokoka duniani. Yaani kwa kweli nilikuwa mkatili kidogo, maana nilimuita mshamba. Nikamuita mshamba. Nikamwambia wewe umeenda shule ya tofauti na hii ya kwangu, kwa hiyo unaniona kama mimi nimeenda shule ya kwenye banda la kuku hivi au nini. Nikamuita mshamba. Lakini alivumilia sana, akanishuhudia kwa miezi 9 na nusu. Sikuokoka kirahisi. Watu wengine wakisikia Dr. Kiwia, baba wa imani, wanafikiri labda nilikuwa nimelelewa kwa mzee wa kanisa hivi au baba yangu alikuwa mchungaji msaidizi mahali. Hamna. Baba yangu mzee aliyekuwa akishafanya kazi zake za ufundi na ujenzi, pesa yake ikishafika mfukoni, anapita vilabu vya pombe, anapita vilabu 4 5 kabla kufika nyumbani. Akinunua nyama nusu kilo, akiifungia kwenye baisikeli, inaliwa na mbwa kabla hajaonekana nyumbani saa 5 ya usiku. Na ukiambiwa nenda kafungue nyama nusu kilo kwenye baisikeli, ukisema imeliwa na mbwa, wewe mwenyewe unaambulia tena vibao. Kwa hiyo sio masuala ya utani haya. Wokovu ulipokuja nyumbani kwetu huko Old Moshi Tela, Kilimanjaro, ilikuwa ni kama kitu kama yani ni kama mwarubaini hivi, lakini sasa pia yani ni vita, ni kama moto umewaka kabisa. Na miongoni mwa waliochangia pia kufanya mambo yakawa magumu ni viongozi wa dhehebu kubwa lililoko katika eneo nilikozaliwa, ambao pia waliniona kama nimeasi. Yaani badala ya kuonekana kwamba kijana nimetengenezeka au nimerejeshwa kwa Mungu, ikaonekana kama nimeasi. Kwa hiyo mimi hapa ninayeongea na wewe nimewahi kupigiwa kengele ya kuzikwa kabisa. Yaani napigiwa kengele kabisa ya kuzikwa na kanzu nyeusi. Kiongozi wangu wa dini ya zamani anavaa kanzu nyeusi kabisa, anatamka kabisa kwamba Alhamisi saa 7 ya mchana tutamzika kijana Kiwia ambaye ameasi na amepotea, amekutana na manabii wa uongo, wamemweleza habari za kitu kinachoitwa kuokoka, na wakati hamna kuokoka duniani. Kwa hiyo ilikuwa vita mbaya. Shuleni vita, wanafunzi wenzangu vita, baadhi ya walimu hawaelewi, wananiona kama ninaleta mambo ya dini na nini mabwenini na nini. Kwa hiyo naeleweka vibaya huku, naeleweka vibaya kule. Lakini ni ajabu sana, ushuhuda wa neno la Mungu una nguvu sana. Na Mungu alinijaza Roho Mtakatifu, nikaanza kuombea na watu, naombea hata na watu huko shuleni, na waombea sala ya toba, naombea mpaka na wagonjwa.
naombea hata na wanaofanya mitihani. Kwa hiyo tukawa na kigrupu kidogo cha vijana waliookoka, tukaanza kuwasha moto, tukaingia vijijini, tukaingia mitaani. Lakini sasa kilichokuwa kinawashangaza wenzangu ni kwamba nina miaka 17 tu, 17 sijafika hata 18, nikawa tayari nimeshakaribishwa kuhubiri madhabahuni. Siku hiyo nakaribishwa kuhubiri madhabahuni kwa mara ya kwanza. Ni kwamba kuna mtaa mmoja wa kanisa waliona kwamba kijana kama mimi ningewashuhudia, niwape neno la Mungu na niwaeleze jinsi ambavyo nimeokoka. Nilipofika kule kanisani nikakuta madhabahu yao ni kubwa, yani ni zile madhabahu za Kijerumani, zile zinachongwa, mafundi wanazitengeneza zikiwa kubwa. Nilipofikia pale madhabahu ikanifikia shingoni. Kwa hiyo kakichwa kakaa ndio kameonekana tu. Akatoka parish worker mmoja huko, akaenda kule ofisini, akaenda kuchukua masanduku mawili ya Coca-Cola yale ya zamani yale ambao, akaja akajeuza upside down, akajeuza yakaangalia chini, akatandika kitambaa cheupe. Nikasimama pale nikahubiri injili kwa mara ya kwanza. Nikahubiri injili kwa mara ya kwanza. Ilikuwa Januari mwaka wa 1968. Ndio nasimama yani kwa mara ya kwanza madhabahuni, alafu ninahubiri, nafungua neno la Mungu, nahubiri naita watu ambao wanataka kumpa Yesu mioyo yao, wainamishe vichwa vyao, wamfungulie Yesu maisha yao. Baada ya kutoka pale ilikuwa vita pia. Watoto wadogo, wewe umetaja vitu vingi sana, wewe umetaja mpaka na dhambi za watu wazima. Unakuwa huna adabu. Huna adabu huko umetaja, maana nilikwenda kutaja mpaka nikataja juu ya watu wenye nyumba ndogo, na kumbe huko kanisani wanaitwa ni wazee wa kanisa. Kwa hiyo nikakuta nimetaja kwamba unaweza kuwa mzee wa kanisa lakini huko mjini una nyumba ndogo. Nikanyoshewa kidole, nikaambiwa kijana, wewe usilete kimbelembele hapa. Siku nyingine ukipewa kuhubiri usitaje tena namna hiyo. Lakini nikaendelea na injili ikaendelea, na wakati huo ndio Yesu anasema na moyo wangu kwamba nimekuita kuwa chombo changu cha kupeleka injili katikati ya mataifa. Na nilipowaambia watu, hata wa Pentekoste wenyewe, nilipowaambia kwamba Yesu amesema na moyo wangu kwamba amenichagua kuwa chombo cha kupeleka injili katikati ya mataifa, ikawa tena ni vita tena. Wewe mtoto unajifanya una wito mkubwa. Utakuwaje na wito wa kupeleka injili katika mataifa? Nani umemsikia amezaliwa kwenye bara la Afrika huku kwenye njaa akaweza kupeleka injili katika mataifa? Wewe mtoto, angalia, punguza kimbelembele, nenda polepole, sijui fanya hivi. Kwa hiyo vita nayo. Kwa hiyo kwa Wapentekoste vita, kwa dini yangu ya baba na mama huko nilikozaliwa vita, kwa mitaani na vijana wenzangu vita, shuleni, bwenini kule vita. Lakini Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo mzigo wangu nilimtwika Yesu, na huu ni mwaka wa 59 na nusu sasa hivi nikiwa katika utumishi, na nimeshaipeleka injili kama alivyosema atanipeleka nihudumie mataifa. Nimeshahudumia mataifa 14 duniani, ikiwepo pamoja na Marekani na Uingereza na Ujerumani na Norway na Sweden na nchi nyingine, na hapa Afrika pia katika nchi za hapa jirani. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hilo, na namshukuru Mungu kwa ajili ya kunifadhili, kunirehemu na kuniokoa na kuniona kwamba mimi nami niwe chombo chake. Nimefungua makanisa zaidi ya 70 ambayo yako hapa nchini, yanaendelea, yana wachungaji, yanaendelea, yanatoa huduma. Nimelea wachungaji, nimelea wengine ambao nimewalea sasa hivi ni maaskofu wa majimbo, na wengine ni maaskofu wakuu wenye madhehebu yao ya Kipentekoste hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo wanasema mzee wa imani. Siku nyingine wakisema mzee wa imani, nataka kuuliza nani mzee wa imani nani? Natamani kuendelea kuwa kijana wa imani tu kwa ajili ya Yesu. Lakini kweli ni mzee wa imani, na nakubali kwamba Yesu amenilinda na amenisaidia. Nilipokuja kufikia sasa mahali pa kufanya mikutano yangu mwenyewe sasa, ambayo nimeiandaa sasa kama mwinjilisti aliyeitwa na Bwana, ndio nikaanza kuona sasa viziwi wanafunguka, nikaanza kuona sasa vipofu wanafunguka. Na ni ajabu sana, ukiwa na umri mdogo
akipona mtu kama kipofu unataka kukimbia. Wewe mwenyewe ndio umemwombea, lakini unataka kukimbia. Kwa hiyo nilipomwona kipofu wa kwanza amefunguka, mimi nilitaka kukimbia, na wakati mimi ndio nimemwombea. Nilipomwona kiziwi wa kwanza amefunguka huko Tukuyu, alikuwa mama mmoja ambaye alikuwa bubu na kiziwi. Alipopona, mimi mwenyewe nikatetemeka, nikamuita mchungaji wa kanisa aje asimame karibu na mimi, maana naona kama dunia inafikia mwisho, naona kama Yesu anarudi. Kwa hiyo ni neema ya ajabu sana kuanzia miaka hiyo. Na wengine wanauliza, hivi nyie wazee wa imani, basi kwa hiyo sasa Mungu aliwatumia zamani, kwa hiyo sasa hivi ni kama mmestaafu? Mimi sijastaafu. Mimi niko full time kabisa kwenye Injili, napeleka Injili na nafanya mikutano. Na hata mwaka juzi 2024 tumefanya mikutano Dodoma, na tumeona kazi za Mungu zikiwa zinatenda, nguvu za Mungu zikitenda kazi kama kule mwanzo. Hakuna kilichobadilika. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele, habadiliki. Kwa hiyo miujiza tuliyoiona ya walemavu kutembea na kuwa wazima bado inafanyika. Sema tu kuna masuala ya majira na nyakati na mabadiliko ya kizazi na kizazi. Tukiangalia kule nyuma watu walivyokuwa na kiu na Mungu, kwa kweli tunaingiwa na huzuni sana kwamba kiu ya Mungu ya kutembea na Mungu na kuishi na Mungu na kumwishia Mungu na kudumisha utakatifu, hiyo sasa kidogo kuna mbadiliko. Wakati huu tunakuwa kama tumekumbwa na vitu vingi sana. Dunia imekumbwa na vitu vingi sana, tunamezwa na fahari za udunia, ndizo zinazotumeza. Na hata kama ukienda kufanya mkutano, kwa mfano tumefanya mikutano huko Dodoma, akapona hata na kichaa mmoja aliyefunguliwa kule akapona, akaja akapona na mchawi mmoja ambaye alikuja huko akiwa na mauchawi yake akatupa, akamgeukia Yesu, akapona huko. Na mama ambaye alikuwa akibeba mimba ikifika miezi 6-7 inahamishwa kiuchawi, anakuwa anapoteza ile mimba bila mimba kutoka, lakini inapotea tu, inayeyuka. Mama yule amekuja kujifungua mtoto wa kiume baada ya siku muombea. Sasa watu wanasikia shuhuda hizo, wengine wanamgeukia Mungu, wengine wanampa Mungu maisha yao. Lakini ukiangalia sio kama kule tulikoanzia kwenye miaka ya 1970 na kitu. Wakati huo tulikuwa wainjilisti watatu. Alikuweko Christian Kiwia, alikuweko Emmanuel Lazaro, alikuweko Moses Kulola. Yaani taifa zima la Tanzania wainjilisti watatu. Utasikia matangazo yanatoka, yakitoka matangazo yanatoka, ukiliona tangazo unajua tu aidha ni Christian Kiwia anahubiri au ni Moses Kulola au ni Emmanuel Lazaro. Lakini ilikuwa inaenea kwenye nchi nzima na watu walikuwa wanaokoka na makanisa yakajaa na utukufu wa Bwana ukaonekana. Sasa hivi tumekuwa wengi na tunakazana sana na watu wanahubiri sana. Watu wengine wanataka kuniuliza, Dr. Kiwia, labda watu wameshindwa kumhubiri Yesu. Hapana, ni majira yamebadilika tu. Majira yamebadilika na hali imebadilika, na mioyo ya watu pia imechukuliwa sana na matamasha ya dunia. Yaani sasa hivi kila kitu ni starehe, kila kitu ni kutumbuiza, kila kitu ni tamasha. Yaani ule userious wa zamani wa kukaa kwa Mungu na kutulia kwa Mungu na kuwa na njaa na Mungu umebadilika. Tukimrudia Mungu, tukarudi kwenye kuwa na njaa na Mungu sawa, tukarudi kwenye maombi. Kwa mfano, ukitangaza maombi watu hawaonekani. Kanisa lenye watu 300-400, ukitangaza maombi huwezi kupata watu 60, watu 70, ni kwa shida. Yaani tulikuwa tunakuaga na maombi ya siku hizo, tulikuwa tunakuwa na maombi, watu wanalala makanisani wanaomba. Watu walikuwa wanamtafuta Mungu, watu walikuwa na kiu na Mungu. Ukisema ni kuombea wagonjwa, mnaombea wagonjwa. Akija mtu mwenye pepo zinakemewa, hata kama zinasema ziko 700 hata 800, zinakemewa mpaka zinatoka, mtu anapona, anakuwa mzima, anaokoka, anabatizwa kwa maji mengi, anajazwa Roho Mtakatifu. Sasa hivi watu wanaitika kama wameitika mwaliko wa kutubu. Ukiangalia wanakuwa kama hawana uamuzi thabiti,
halafu inakuwa kama hata wakipona wanapona baada ya miezi 2-3, unasikia wamerudiwa. Yaani kuna kitu kama udhaifu fulani hivi, lakini Mungu yupo. Napoongea na wazee wenzangu wa imani, wakina mzee Mkama, Titus Mkama, wakina Alimosa Masangapole, napoongea na wazee wenzangu wakina Mwangaile, bado tunajipa moyo kwamba hatutaishia kubaya. Injili haitaishia kubaya. Injili hii itachipuka, itakuwa na nguvu, na makanisa yatapata uamsho na nguvu za Mungu zitaonekana. Hasa tunachotamani ni kuwapateni watu sasa kama ninyi vijana wenye uokovu, mliokoka, mliojazwa, halafu mupokee hiki kijiti, muende sasa mumalizie hiyo kazi. Sasa ndio tunakuwa na hamu. Ukiona mzee yote kama mimi, ukiona mzee yote kama Masangapole, ukiona mzee yote kama Mkama, ndio tunahangaika hiyo. Yaani mimi zaidi ya vijana 400 nimeshughulika nao nikiwatia moyo. Wamekuwa wachungaji zaidi ya wachungaji 400-500 katika Jamhuri ya Tanzania ambao wametoka kwenye mahubiri yetu na malezi yetu na nini. Hao ndio tunataka sasa wao kama ni hivyo waweke mikakati sasa. Waweke mikakati, waweke mipango mikubwa na nini. Tunaona mikutano ya Injili kwa mfano, ukiangalia unaona maspika ni makubwa, unaona kila kitu ni kikubwa, unaona mahudhurio ni makubwa, lakini ukiangalia matokeo, kwa mfano mimi nilipokuja hapa Dar es Salaam, Dar es Salaam nimehubiri hapa mara ya kwanza 1970. Kanisa lilikuwa ni moja tu Dar es Salaam nzima. Kanisa la Assemblies of God lilikuwa moja tu. Lilikuwa Temeke Assemblies of God. Nikafanya mikutano pale kwa muda wa wiki nzima, Jumapili hadi Jumapili nyingine. Nikapata sadaka shilingi 153 na senti 60. Unaona? 153 na senti 60 utoe huko nauli, na una mke, una familia, utoe huko nauli ya kurudi nyumbani. Lakini tulikuwa tuangalii pesa, tulikuwa tuangalii mapato. Sisi wazee wa imani ni kuhubiri Injili, ni kupiga kazi, ni kumtangaza Yesu, halafu watu wapate kumpa Yesu maisha yao na kumtegemea. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Hata hivyo ukiangalia wote sasa hivi, ukitoangalia miili yetu imechoka. Ukifika kwa mzee nani ukiangalia miili yetu imechoka. Lakini unajua nikwambie kitu cha ajabu, tuko madhabahuni mwaka mzima. Yaani wiki 52 kwa mwaka tuko madhabahuni tunapiga Injili. Wengine tunalazimika kwenda madhabahuni na wheelchair. Wengine tunakwenda madhabahuni na viti vya kawaida vya kuhubiri, ukichoka unakaa. Lakini sio kwamba tunang'ang'ania madhabahu, hapana. Ni kwamba tumeitwa na tunatakiwa tumalize hii kazi, na tunatakiwa tuikabidhi kwa Bwana. Hatuwezi kuikimbia. Hatukuja hapa kwa ajili ya mafanikio ya binafsi au kwa ajili ya mapato au kwa ajili ya nini. Hatuulizi. Tukienda kuhubiri miaka yetu hiyo ya 78, 79, 80, 80 ngapi, 85, huwezi kwenda kuhubiri uulize wenyeji wako mtanilipa sadaka gani, au mpelekeni mke wangu sijui 500 za matumizi nyumbani, halafu ndio mnipe na nauli ya ndege nije huko. Tulikuwa tuna vitu hivyo. Tunapanda tu mabasi yale ya Titiko yale, tunapanda mabasi ya Kamata, mabasi ya railway, ndio tulikuwa tunayapanda hayo, tunakwenda kupiga Injili. Ukipata huko kanauli unakuja nako nyumbani, ukipata huko kachakula unamletea mke wako. Kazi ya Mungu inaendelea. Lakini Mungu hakutuacha. Hakuna hata mmoja wetu alikufa njaa. Hakuna hata mmoja wetu alikufa sijui nini. Wema wa Bwana na fadhili za Bwana ziliendelea kuonekana. Na wale waliookoka siku hizo wapo mpaka leo. Yaani tukiingia kila mahali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunawaona watu ambao ni matunda ya kazi yetu na huduma yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Wachungaji sasa watumie mbinu gani ili kuhakikisha wanapata matokeo makubwa kwenye kazi ambayo wameitiwa? Hapo sasa swali la maana mwanangu. Maana nimekuwa pia mkuu wa chuo, nimeongoza vyuo na nimefundisha vyuo. Moja ya huduma Mungu amenipa ni za ualimu. Kwa hiyo nimekuwa profesa wa wachungaji kwa muda wa miaka mingi kidogo. Jambo hilo ni jambo la kuangalia sana, kwa sababu sasa hivi elimu imekuwa kubwa na vyuo vinatoa elimu kubwa. Kwa hiyo madigrii yametoka makubwa,
hata mimi hapa nina ka masters na ka PhD na nini na nini. Lakini sasa tukitegemea elimu za chuoni katika kuifanya hii injili iweze kuimarika na iweze kuzaa matunda, tunaweza tukajikuta kwamba tunaegemea kitu ambacho ni kama mwanzi mbovu. Ukiegemea mwanzi mbovu uliopekechwa, utakuangusha. Kitu kinachotakiwa kutegemea ni neno la Mungu. Neno la Mungu, yani Biblia. Unajua sasa hivi mwandishi wa habari, sasa hivi watu wanasikiliza mahubiri kwenye YouTube, wengine wanasikiliza kwenye Facebook, wengine wanasikiliza sijui wapi. Hapana, tunatakiwa turudi kule kwenye misingi ya zamani. Maombi na kufunga, kutafuta uso wa Bwana, kuisikia. Yani nazungumza watumishi sasa. Watumishi waisikie sauti ya Bwana, wahubiri neno litokalo kwa Mungu. Wasiende tu kwenye mitandao, waende wakasikiliza huko mahubiri ya mtu mwenye jina kubwa, alafu wajaribu kuyakariri. Hata kama ulikuwa umeyasikiliza kwa faida yako binafsi, iishie kuwa kwa faida yako binafsi. Lakini usije madhabahuni ujaribu kuonyesha kwamba unahubiri mahubiri makubwa sijui ya aina fulani, ya ufahari fulani, au ya heshima fulani, au ya usomi fulani. Hapana. Tunapoingia kwenye maombi, tuingie kwenye maombi ya kweli. Tunapoingia kwenye kufunga, tufunge kweli. Tunapoingia kwenye kuombea wagonjwa, tuombee wagonjwa kweli. Yaani tusiwe na kitu cha aina ya kufanya hii ikawa kama biashara. Utumishi usiwe biashara. Utumishi usiwe kitu cha kutajirisha watu na kuwafanya watu wakawa nini. Kama Mungu anakupa riziki ni sawa. Mimi sikatai wala sisemi kwamba umaskini ni baraka, hapana. Lakini isiwe kama tumefungua soko fulani au mradi fulani, hapana. Mungu atumikiwe na kazi ya Mungu ienziwe na uwezo wa Mungu uonekane, na watu wakiokoka waokoke kikweli kweli, na wakijazwa wajazwe kikweli kweli, na wakiponywa waponywe kikweli kweli. Isiwe vitu vya maonyesho na nini. Alafu kumekuweko na kitu kama wapiga ramli. Yaani kunakuwa na watu wanaofanya huduma kama kupiga ramli. Unaona vitu vinatembea vinakuwa kama watu wanapigiwa. Yaani ni madhabahuni, lakini inakuwa kama mtu umeenda kwa mganga wa kienyeji, ni kama unapigiwa ramli. Hivi vitu havifai. Mimi kama mzee wa imani nasema vitu hivi havifai. Huku Tanzania hatukuwa na mambo hayo sisi. Tulikuwa tukiombea mgonjwa tunamuombea kikweli kweli. Ukikemea pepo unakemea kikweli kweli. Hakuna vitu vya kubwagiza na kufanya kama unapiga ramli au unafanya nini. Kwa hiyo tukae kwa Mungu, tudumu kwa Mungu, tuhubiri neno la Mungu, tuwe watumishi wa Mungu wa kweli. Na tusisahau kwamba kuitwa mchungaji sio mwisho. Kuitwa sijui nini askofu sio mwisho. Kuitwa mwinjilisti mkubwa sio mwisho. Kuitwa mzee wa imani sio mwisho. Siku moja tutasimama mbele ya Mungu ambaye anayetakaye hukumu walio hai na wafu, na atatupa ujira wa kazi zetu. Ndipo tutakapoonekana kwamba tulifanya vitu kwa mazingaumbwe na kutumia nguvu fulani ambazo ni nguvu za giza kufanikisha mambo fulani na maonyesho fulani. Itakuwa aibu sana. Itakuwa aibu sana wewe ukutwe wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini ulichanganya mahubiri ya kwenye Biblia, ukachanganya na nguvu za giza, ukafanya mambo, ukaigiza, ukafanya mambo, ukaonekana kuwa wa pekee, lakini kumbe ni jina ulikuwa unajijengea. Itakuwa aibu sana. Tumuinue Yesu. Tumhubiri Yesu. Na neno la Mungu liwe ni kweli, sawa, mimi nakubali. Una bachelor's degree, una masters, una nini? Au labda una kipaji, unajisikia wewe ni mtume, au unajisikia wewe ni nabii, au una karama fulani. Ni kweli. Lakini vitu vyote viwe ni kwa ajili ya Yesu na kuliinua jina la Bwana, na vitu vyote viwe ni vya kumpinga shetani. Sio wewe uwe partner na shetani. Wewe unakuwa partner na shetani, unakuwa tayari kufanya vitu vya kuigiza, unanunua vitu vya kununua, unafanya vitu vya kuigiza, vya kufanya wanadamu wakuone kwamba una ubora fulani. Haifai. Watumishi wa Mungu wasimame kwa Mungu kikweli kweli, na wakae kwa Mungu kikweli, na wawe na familia nzuri. Watumishi wa Mungu wengine hawana ndoa.
Watumishi wa Mungu wengine hawana ndoa, watumishi wengine wa Mungu hawana maisha mazuri kwenye familia. Wanapiga masuti makubwa makubwa, wanatembea na Land Cruiser ya heshima ya milioni 400, milioni 500, lakini unakuta kwamba nyumbani kwao hawana ndoa, hawana familia, hawana nini. Maisha yameshaharibika, familia zimeporomoka. Hiyo haifai. Inatakiwa Yesu awe wa kwanza nyumbani kwako. Watoto wako na mkeo wawe wa kwanza, na waelewe kabisa kwamba mnamtumikia Mungu aliye hai, na wala sio maonyesho ya namna fulani wala matamasha ya namna fulani. Kwa hiyo Mungu aisaidie Tanzania. Sawa. Na unatoa wito gani kwa kanisa kwa ujumla? Kanisa limekuwa na mawazo ya kupimana hapa kwa hapa. Kanisa kubwa, siku hizi kuna neno linaitwa kanisa kubwa, kanisa dogo, kanisa kubwa, kanisa dogo, kanisa lenye maendeleo, kanisa lisilo na maendeleo, kanisa lenye hela. Nasikia kuna makanisa yanayosifika kwamba wakikusanya sadaka yao na mafungu ya 10 wanakusanya milioni 100 Jumapili moja. Kwa hiyo haya ndio makanisa ya kiume, na haya mengine ni makanisa ya kawaida tu ya ovyo ovyo na nini. Ukubwa wa kanisa na uzuri wa kanisa ni Mungu aonekane anatukuzwa kwenye kanisa lile, hata kama mahudhurio ni madogo, hata kama washirika ni wachache, hata kama jengo lao ni jengo la thamana ndogo. Sio kwamba waliojenga magorofa tu ndio wamemcha Mungu, sio kwamba wenye magari makubwa ndio wamemcha Mungu. Makanisa yasifanye kazi kama biashara. Makanisa yasifanye kazi kama biashara, wala wasifanye vitu vya maigizo kama biashara. Na waimbaji hawa waimbaji wanaoitwa waimbaji wa Injili. Waimbaji wa Injili sasa hivi yani wajipime, warudi kwenye mizani mbele za Mungu, wajipime. Watu walikuwa wanaimba, tulikuwa tunafanya mikutano yetu huko Tabora huko na huko Kigoma huko, wanaenda waimbaji ambao wa vijijini ambao nakwambia hana nguo ya kubadili, lakini unamsikia anaimba mpaka uwepo wa Mungu na Roho Mtakatifu anashuka. Kwa hiyo tusifanye vitu hivi vikawa biashara, tusifanye vitu hivi vikawa miradi. Tumuishie Mungu, tumtumikie Mungu, tumhubiri Mungu, tumtangaze Mungu. Alafu tabia za utakatifu zionekane, sio zisemwe tu kwa kusemewa. Zionekane kuanzia nyumbani, kuanzia kanisani, kuanzia kwenye huduma, kuanzia kwenye mikutano na kila mahali. Na Yesu ainuliwe kweli kweli. Jina la Bwana lisitukanwe kwa ajili ya tabia fulani, hapana. Jina la Bwana liinuliwe na litukuzwe siku zote na milele na milele. Sawa. Na kama mzee wa imani, unatoa wito gani kwa Watanzania ili kuhakikisha kwamba amani iliyopo inaendelea kuwepo, ili hata tunaofanya ibada tufanye ibada tukiwa na imani na utulivu? Watanzania ndugu zangu, naomba tuelewe ya kwamba Mungu anaipenda nchi hii. Neno la Bwana linasema utabarikiwa katika nchi ya kupae Bwana Mungu wako. Mimi nafikiri ya kwamba watu waliookoka tumelegeza misimamo ya kuiombea nchi hii. Ndio maana nchi inakumbwa na vitu. Unapoona hivi vitu vinavyotutokea ambavyo vinaleta hata hali ya kushindwa kwenda ibadani, wewe fikiria tu kwamba vitu vinavyotutokea hapa kama hivi vilivyotokea mwaka huu uliopita, vinafanya mpaka majengo ya ibada unashindwa kwenda kwa sababu jengo la ibada linashindwa kufunguliwa. Hivi vitu ni ishara ya ulegevu wetu. Tumemkosea Mungu. Tunatakiwa kutubu na kunyenyekea mbele za Mungu. Yaani kanisa limelegeza msimamo. Maombi yetu ni manyonge sana. Maombi ya kanisa katika wakati huu tunaoishi sasa hivi ni manyonge sana, ukilinganisha na maombi ya wale watu tuliowakuta wakiwa hii Injili kuanzia ilipoanza huko Igale, huko Mbeya, huko Igale. Watu walikuwa wanaomba, watu walikuwa wanamlilia Mungu, watu walikuwa wanafunga na kuomba, watu walikuwa wanalala madhabahuni wakiwa wanalia wakimlilia Mungu. Sasa hivi nchi inakumbwa na vitu vya ovyo ovyo. Huyu anakuja na madai haya, huyu anakuja na madai haya, huyu anasema tujiendeshe hivi, huyu anasema tujiendeshe hivi. Tukishindwa kuelewana tunashindwa kuongea, tukishindwa kuongea tunaanza kujeruhiana, na hata wengine wanapoteza maisha. Hii ni aibu. Ni ishara ya kwamba kanisa limepoa. Ni ishara ya kwamba kanisa limepoteza mwelekeo. Kanisa ndilo linalotakiwa liinue taifa hili kwa Mungu.
Hii Tanzania, hatuna nchi nyingine aliyotupa Bwana Mungu wetu, ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nimesoma Marekani huko, nimepata na PhD, lakini nimebakiza uraia wangu wa Tanzania. Mimi ni raia wa Tanzania, nitakufa hapa Tanzania, nitazikwa hapa Tanzania. Naipenda nchi hii, hapa ni kwangu. Kwa hiyo tuombe kwa uchungu, tuiombee Tanzania kwa uchungu. Wewe usijione kama wewe ni mjomba wa nani wa mtu mweupe sijui aliyeko pale Chicago. Usijione kama wewe ni mjomba wa mtu mweupe aliyeko pale London. Wewe ni Mtanzania, wewe ni mjomba wangu mimi, mtu mweusi kama wewe, na wewe mtu mweusi kama mimi. Wewe ni mjomba wangu na mimi ni mjomba wako, na wewe ni shangazi na mimi ni kaka, ni dada. Lazima tuipende nchi na tuwapende viongozi wetu na tuwaombee viongozi wetu, na kama tukiona mahali ambapo jambo haliendi vizuri, tuzungumze kwa kuzungumza, tusipigane makucha kwa kupigana makucha. Nchi hii ni nchi ya amani, inatakiwa milango ya kanisa ifunguke 24 hours, masaa 24. Milango ya makanisa na misikiti katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifunguke. Isiwepo siku yoyote au historia yoyote ya kujirudia ya kusema kwamba eti watu wameshindwa kusali. Watu wasishindwe kusali, watu wasali, na wasali kwa Mungu wao, wamwabudu Mungu wao, na tabia ziwe njema na tabia ziwe safi. Kwa hiyo tumelegeza misimamo, ndio maana unaona shetani anatupiga mateke huko na huko. Lakini tukikaa kwa Mungu kwa unyenyekevu na kwa toba ya kweli, toba yenye kuleta ondoleo la dhambi, sio toba mdomo, sio toba maneno, hapana. Toba ya kweli, ile ambayo unasikia watu walikuwa wanatubu wanalia na kulia. Si tumefanya mikutano hapa Tanzania, watu wakatubu wakaleta mpaka na vitu vya wizi vikarudishwa, vikawekwa madhabahuni. Unakuja unahubiri mahubiri leo, kesho unaona watu wanaleta vitu vya wizi vinarudishwa, vinawekwa madhabahuni. Wameamua kumgeukia Mungu, wameachana na uovu wao na ubaya wao. Makahaba wanaacha ukahaba. Unasikia mtu anakuambia kabisa, kwa mfano Dar es Salaam hapa tulihubiri, alikuweko mama amewekwa kimada hapa. Akatoka akafika, alipopiga magoti madhabahuni akaokoka pale Temeke, akatoka akafika kule Keko kule, akaenda akachukua vitu vyake vyote, anafungasha, anaondoka kwa yule mwanaume kule alikowekwa kimada. Watu walikuwa wanaokoka kikweli bwana, wanaokoka wokovu wa kweli. Tuokoke wokovu wa kweli, tuache wokovu wa maigizo, tuache ngonjera, tumgeukie Mungu. Mungu bado anaipenda nchi hii, na sisi sio kwamba Mungu ametufuta kwenye orodha yake ya watu wanaostahili kubarikiwa, hapana. Lakini tumtafute Bwana maadamu anapatikana, tumuite maadamu yuko karibu. Na mtu mbaya aache njia yake, na mtu mwovu aache mawazo yake, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa.